We vipi? Ah, Mungu bwana, mimi utaniua na pressure. Kwani? Sasa huyu anafanya nini hapa? Wewe leo una mazinga umbwe. Kwani mgeni wako wangu? Hujajibu swali, anafanya nini hapa? Jamani, rafiki yangu amekuja kwangu na matatizo, amekuja kukaa hizo wiki mbili, ninamsitiri mimi rafiki yangu. Wiki mbili? Ndio. Aende kwake bwana. Sasa wewe hofu yako nini? Huyo rafiki yangu mimi anakula kwako? Anaishi kwako? Analala kwako? Sasa mimi naishije jamani? Haya, mimi naenda kukaa wapi? Wewe hofu yako nini kubwa? Kwani simlishaachana au? Sio hivyo tu Nuru. Ila Nuru, yule mtu anandai kabla hatujaachana alinikopesha milioni 2. Kwa hapa akiniona tu lazima animeze. Milioni 2? Sasa mimi nakusaidiaje hapo kwa kweli? Yaani mimi sina cha kukusaidia. Kwa hiyo Nuru, unataka uniambie mimi leo usiingie ndani kwangu kwa sababu ya huyo shoga yako? Sasa nani kakuzuia jamani? Twende, hamna shida. Sana huyu tumbo vipi tena jamani? Sasa unaenda wapi? Haya, hapa nafanya nini? Tufikirie wote. Tufikirie kuhusu nini Musa? Ila haya yote bwana umeyataka wewe bwana Nuru. Sasa mimi ningejuaje Musa kwamba nyie mlikuwa mna mahusiano zamani? Mimi ningeota au? Basi sikia basi kwanza. Sikia basi. Nenda basi kamtoe pale kampeleke chumbani, mimi niingie ndani. Fanya hivyo basi. Ila ina ya kuchanganya mavyakula mara kande mara baga, hii ndo matokeo yake. Hilo tumbo la kuhala hilo mwanangu. Usijikaze mzee. Hapo ukijiarishia we mtu mzima, aibu kwako mkuu. Na choo chako unajua kilimo mbali. Hafu hilo sio kimba sasa. Huo ni uharo mzee. Kwa ukienda chooni unatakiwa utumie akili. Ukijichanganya tu, Sasha anakusikia. Leo kazi una. Mwanangu Musa, leo kazi una. Mama, mimi nimeshachoka. Alafu wewe mwanaume na usimwite mume wangu. Yaani mimi nimechoshwa na vitimbuli vyake jamani. Mimi sasa hivi nipo kwa rafiki yangu. Ujinga wa hayo za. Unavyozidi kujifikiria ndio yanapozidi kuja kwa fujo. Alafu sasa, yani anakuja kwa fujo kama vile bomba limekaa muda mrefu halijatoka maji. Yanaporudi sasa yanapigana. Unasikia fa. Vipi mzee, anagonga boxa? Sasa nitakupigia baadaye. Hapo mzee ameshaenda chumbani. Wahi mzee ukajinyea.
kukumbusha mzee, yanatokaga kwa fujo hayo. Yaani ukijichanganya tu hapo unasikika. Sema hapo nenda nayo taratibu, yani taratibu, achia moja moja. Sema ndo hivyo sasa, na yenyewe hayasikiaje. Kuna muda unakuta hapo yanapigana, baga linakwambia naanza mimi, hiza na yenyewe inakwambia mimi dogo. Hivi Nuru, kwani mpangaji mwenzako amerudi? Kwa nini? Mbona kama nimesikia mtu chooni? Bwana, ule niliambia safari kikazi mwezi mzima. Hawezi kuwa niende. Labda amerudi kimya kimya, utajuaje? Sasa tungesikia mlango Sasha. Mimi nilisikia kama nimesikia mtu, ila sina uhakika sana kusema kweli. Rafiki yangu wewe, unasumbuliwa na hizo stress za mume wako. Kwa hapa sikushangaa, sijui unasikia majini, na mnipe kwanza maji mimi ninywe na kiu. Yaani mimi waga siku zote nakwambia kwamba wanaume ni mbwa. Unielewe sasa, nione mimi hapa. Wanaume ni mbwa Nuru. Ila Sasha. Safi, humo sasa. Unagusa, unaachia. Unagusa, unaachia. Ila kuwa makini sasa. Yanatokaga mfululizo hayo. Shoga yangu, mimi cha kukushauri, nenda kaoge, at least utapunguza stress, mwili utarefresh kidogo. Yaani kwambia kitu Nuru. Yaani kuna wanaume si pia pendo vipi? Wewe unanijua mimi rafiki yako. Wewe waza nimeacha mambo mangapi? Vitu vingapi kwa ajili ya yule mwanaume? Kuna kipindi nyewe mpaka mnaniona mimi nimelogwa kwa ajili yake. Leo yeye anakuja kuniletea mimi mtoto wa nje ndoa. Yaani mtoto wa nje huko, yani anamleta ndani kwangu mimi. Yaani mimi siweza nikwambiaje, hii la pole sana rafiki yangu. Wewe sasa mimi nachokushauri, nenda kaoge, yani utapunguza mwili, utarefresh, nenda kaoge kwanza. Afu uje upumzike, ulale hapo upumzike. Sawa? Basi vipi, sabuni iko wapi? Iko pale mezani. Chukua kwanza ile ya orange, ile nzuri ile. Inanukia vizuri sana. Nakuja basi. Wewe, iko nini? Nini? Wewe, yani na maana hujasikia kwa sauti au? Wewe bwana, mimi nishakwambia wewe una stress, tena sasa hivi unahitaji mwana saikolojia. Sasa wewe unasikia nini uko kama sio majini? Nenda kaoge bwana, uje upumzike. Wewe acha tu. Nikachezesha majini. Nimekwambia hakiki. Yanatoka kwa fujo hayo. Nuru, mbona mlango ufunguki? Nini? Mlango ufunguki, hebu njoo nisaidie. Haufunguki vipi? Sio naona ni kama nimejifunga kwa ndani. Afu nimekumbuka bwana. Huu mlango wewe unajifunga yani kwa ndani, ukipigwa na upepo mkali. Utakuwa umeshajifunga tena kwa ndani. Kumi sio jamani. Amna, ngoja nimpigie fundi aje atengeneze. Kuna namna hiyo uoga anafanya unaji-unlock kwa ndani. Ngoja nikampigie. Afu tena nimekumbuka. Sivyo imekatika Sasha? Mimi mwenyewe kwasha sahau sana. Tumesahau wote. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Bana achana nayo. Mimi mwenyewe nishachoka kuoga. Nitaoga kesho tena sasa. Stress zitatua.
Hiyo inaitwa chupu chupu. Yaani ulikuwa unazalilika leo mzee. Sema umejitahidi, safi. Hapo tuko sawa, fresh. Hapo mwili fresh. Halafu wamesema maji yamekatika. Sasa mzaa mwingine mzee. Ukisema utoke uyaache hivyo hivyo, unayaacha hayo mabaki ya paga na makande yaliyo kwenye mfumo wa ujiuji. Wakiakuta hapo unaaibika. Leo. Subiri maji hapo. Hapo usitoke mzee, subiri maji. Bado unafanya nini huko? Nimfanye utoke. Acha pole. Yamesharudi, fanya utoke kwa haraka. Hebu nitolee mkono wako, na maana umelala chooni huko Musa. Yaani ndo nagundua hiyo. Na wewe. Sasa ningetokaje wakati maji yalikuwa yatoki? Si ningeacha uchafu huko ndani. Alafu si ningevunja hiyo sheria tulizowekeana. Bado yupo sana. Nilikwambia. Sasa hapa kwake, siende kwake. Haya, anaondoka lini? Nimuite umuulize. Hivi sasa mimi nitateseka hivi hadi hebu niweke wazi tu saa haya, niweke wazi. Nitateseka mpaka lini? Mpaka waondoke. Lini? Sijui. Sasa unjui kivipi niambie kwamba ni wiki mbili, mwezi au? Bwana hebu usinichoshe. Pita kwanza nitoka, mimi nataka niingie kuoga. Vipi, umeamka? Umeamka shogangu. Ujaingia kuoga bado? Kuna kitu nilikuwa natafuta, alafu ndo nimemaliza. Naingia kuoga sasa hivi. Mimi nimechoka. Sasa sijui kutoka jana huko. Itakuwa. Ngoja basi mimi niingie kuoga. Wewe oga, na mimi niingie. Unakaa hapo? Mimi naona uvivu bana kwenda chumbani. Wewe kutoka, mimi niingie. Aya, sawa.